naomba nitoe maelekezo kwa taasisi zifuatazo, na kila mmoja atakayeguswa na maelekezo haya aweze kuyafanyia kazi. Moja, halmashauri zote nchini zihakikishe kwamba zinaweka vituo vya kuchakata na kutenganisha taka ili kuhakikisha kwamba taka zote zinazozalishwa zinashughulikiwa kwa njia salama na endelevu, huku zipunguza mzigo wa taka unaokwenda majalalani au kusambaa hovyo katika makazi yetu ya watu kwenye miji ikianzia kwenda mpaka vijijini. Mbili, tena kwa halmashauri zote nchini zishirikiane na ofisi ya makamu wa rais mazingira kuandaa mipango ya kuwezesha jamii na vijana kushiriki kwenye biashara ya carbon, ambayo leo mtapata maelezo mazuri sana kutoka kwa ndugu zetu wa African Carbon Agency, lakini pia namna ambavyo mnaweza kushiriki kwenye biashara hiyo na kuweza kuona masoko yake. Huku kwenye taka zetu ambazo zipo tukatengeneza mfumo wa taka rejea, unaitwa urejeshaji taka, recycling, ambayo pia inaleta manufaa. Unakuwa na plastiki, unatengeneza uzi na vitu vya namna hiyo. Tatu, uhamasishaji uimarishwe kwa wananchi na jamii. Hivyo ofisi ya makamu wa rais kupitia kurugenzi ya mazingira ihakikishe kwamba tunafanya kazi kubwa ya kuhamasisha wananchi kuanzisha kampeni kwa utaratibu wote ule ambao unafaa kufikisha ujumbe kwa jamii, ikiwemo na matumizi ya vyombo vya habari ili vyenyewe vitumike katika kueleza yanayojiri kwenye eneo la utunzaji wa mazingira. Na tuliagiza kila siku ya Jumamosi kuwe kunafanyika kazi moja ya mazingira, usafi kwenye maeneo ya wazi ya jumuiya, kwa maana ya hospitali, masoko, vituo vya mabasi. Siku hii itumike vizuri kwa ajili ya mazingira. Nne, sekta binafsi ziendelee kuweka mifumo ya urejeshaji wa taka zinazotokana na shughuli za viwandani ili kurahisisha na kuhakikisha kwamba bidhaa zinazozalishwa haziishii kuharibu mazingira, bali ziendelee kuhamasisha uhifadhi wa mazingira. Ndugu vijana, umuhimu wenu katika kushiriki kwenye ajenda hii ya mazingira ni mkubwa na tunahitaji kuona matokeo kwenye eneo hili. Ndugu vijana, kama nilivyosema napoelekea kuhitimisha, kwa mara nyingine napenda kutumia fursa hii kuwasihi kuendelea kuimarisha ushirikiano wenu kati ya taasisi ambazo zinashughulika na mazingira, waheshimiwa mabalozi wa mazingira, na taasisi hizi za umma ikiwemo na za elimu, hasa katika utoaji wa elimu wa kila siku kwa jamii yetu, na jambo hili liwe ni ajenda ya kila siku kwenye maeneo yetu.